na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Dua ya kuombea nchi yetu na kuombea Bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu wa mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Tunakuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Tamko la ahadi ya uzalendo. Mimi Musa Azzan Zungu
wote tunasoma kwa pamoja. Mimi Musa Azan Zungu, kwa heshima kubwa naahidi mbele ya bunge tukufu kwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa, tukae. Katibu. Kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa wabunge. Mheshimiwa Asha Hussein Saleh. Mheshimiwa Dr. Godwin Olois Mollel. Mimi Asha Hussein Saleh nathibitisha kwamba nitakuwa mwadilifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Asha Hussein Saleh kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mwaminifu na mwadilifu kwa nchi yangu ya Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Dr. Godwin Olois Mollel. Mimi Godwin Olois Mollel naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Godwin Olois Mollel kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda,
kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Zulfa Maka Omar. Mimi Zulfa Maka Omar nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Zulfa Maka Omar kwa heshima kubwa naahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Wewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Katibu. Taarifa ya Spika. Taarifa ya Spika chini ya kanuni ya 41 kifungu kidogo cha pili ya kanuni za Bunge 2025. Waheshimiwa Bunge, kama ambavyo mtakumbuka, mara baada ya kuahirisha mkutano wa kwanza wa Bunge, yametokea matukio ya kuhuzunisha kwa Bunge na taifa kwa ujumla. Mnamo tarehe 11 Disemba 2025 tulipata msiba mkubwa wa mbunge wa jimbo la Peramiho, Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama. Marehemu Jenista Mhagama alifia jijini Dodoma katika hospitali Benjamin Mkapa aliyokuwa akipatiwa matibabu. Aliagwa rasmi tarehe 13 Disemba 2025 katika kanisa la Katoliki kiwanja cha ndege jijini Dodoma. Shughuli hiyo iliongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na mazishi yake yalifanyika tarehe 16 Disemba 2025 katika makaburi ya kijiji cha Rwanda wilayani Mbinga mkoa wa Ruvuma. Makamu wa Rais Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi aliongoza mazishi hayo, na mimi spika wenu pia nilihudhuria pamoja na Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba na wabunge kadhaa. Aidha, mnamo tarehe 18 Januari 2026 tulipata msiba wa mbunge wa viti maalum wafanyakazi Mheshimiwa Halima Idi Nassor. Marehemu Halima Idi Nassor alifia katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu na kuzikwa siku hiyo ya tarehe 18 Januari 2026 katika makaburi ya Kibada kwa Dole Kigamboni jijini Dar es Salaam. Katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Baraka Leonard aliongoza mazishi hayo. Waheshimiwa wabunge, kama ilivyo desturi yetu na kwa heshima waliokuwa wabunge wenzetu marehemu Jenista Joakim Mhagama na marehemu Halima Idi Nassor, naomba tusimame kwa dakika moja ili kuwakumbuka na kuombea Mwenyezi Mungu awapokee na kuwapumzisha kwa amani. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa, asanteni.
Katibu. Hati za kuwasilisha mezani. Hati za kuwasilisha mezani. Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, leo ni siku ya kuzaliwa ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kuwa mimi nimeanza kusimama hapa, bila shaka kwa niaba yenu tunamtakia kila laheri kwa siku yake hii ya kuzaliwa. Mungu ambariki sana. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na kwa mujibu wa kanuni ya 46 kifungu kidogo cha kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la kwanza la mwaka 2025, naomba kuwasilisha hotuba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa tarehe 14 Novemba mwaka 2025 wakati akifungua Bunge jipya la 13. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Katibu. Maswali. Mheshimiwa wabunge, kabla sijamwita mwenye swali, tuko wabunge wengi wapya na si rahisi mimi kuwajua wote kwa majina. Kanuni zetu za Bunge zinaeleza wazi, ili uweze kuzungumza you have to catch the speaker's eye, kwa mpaka nikuone ndio na wewe nikuambie useme. Lakini kanuni hiyo nayo inasema unaweza kumwandika keynote speaker kwa jina lako kwa unaomba kuuliza swali namba fulani na nikakupa nafasi. Kwa wale wabunge wetu waheshimiwa wabunge wageni, basi tumeni fursa ya kuandika jina lako ili nikutambue na nikishaliona mara moja nitalikumbuka. Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mbunda. Mwenye msingi ni dakika 4.5. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniteua kuwa naibu waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jonas William Mbunda. Mheshimiwa Spika, serikali kwa ufadhili wa Benki ya Dunia imeanza utekelezaji wa mradi wa TACTIC katika jimbo la Mbinga mjini, ambapo sasa mradi huu upo hatua ya usanifu chini ya mhandisi mshauri aitwaye Bosphorus Technical Consulting Corporation ikishirikiana na Building Design Authority Limited pamoja na Masterpiece Consult Limited. Mara baada ya kukamilika usanifu huo, ujenzi utaanza mara moja. Mheshimiwa Mbunda. Asante Mheshimiwa Spika, naishukuru serikali kwa majibu mazuri, lakini pia nishukuru serikali kwa kuanza mchakato wa kutekeleza mradi wa TACTIC ambao ndani yake kuna ujenzi wa barabara kilomita 12, lakini pia ujenzi wa soko la kisasa na ujenzi wa stendi. Ninayo maswali mawili ya nyongeza. Baada sasa ya mchakato huu kuanza, ni lini sasa kazi ya usanifu itakuwa imekamilika? Lakini swali la pili, baada ya usanifu kukamilika, ni lini serikali itaanza kutekeleza hatua zingine za kuhakikisha kwamba mradi huo unaanza kutekelezwa? Asante. Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Jonas William Mbunda, mbunge wa Mbinga mjini. Mheshimiwa Spika, kazi ya usanifu kwenye mradi huu wa TACTIC awamu ya 3 inafanyika kwenye miji 18. Mara tutakapokamilisha kwenye miji yote usanifu huu kati ya mwezi huu unaoisha pamoja na mwezi wa pili,
tutaendelea na hatua zinazofuata za kutangaza zabuni, ikiwa ni kwa ajili ya kuendelea kumpata mkandarasi mjenzi kwenye maeneo mbalimbali pamoja na mkandarasi mtaalamu mshauri. Mheshimiwa Senga, jiandae Bulaya. Asante Mheshimiwa Spika, kwa kuwa halmashauri ya mji wa Ifakara jimbo la Kilombero pia lina mradi wa TACTIC ya soko, stendi na barabara za mitaa. Je, ni lini mradi huu utaanza katika jimbo la Kilombero? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwenye jimbo la Kilombero ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wetu wa TACTIC awamu ya 3, na hivi sasa tuko kwenye kukamilisha usanifu kwenye hii miji yote 19 ya awamu ya 3, na mara tutakapokamilisha usanifu na gharama kubainika, mradi utaanza mara moja. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi. Halmashauri ya mji wa Bunda, jimbo la Bunda mjini, ni miongoni wa miji 18 ambao na yenyewe natakiwa itekelezwe mradi wa TACTIC kwa kujengwa kilomita 25 za lami, stendi ya kisasa, machinjio na soko ya kisasa. Ni lini sasa mradi huo utaanza katika jimbo la Bunda mjini? Waziri. Mheshimiwa Spika, kama nilivyotangulia kusema, mji wa Bunda ni miongoni mwa awamu ya 3 ya utekelezaji wa mradi huu wa TACTIC. Mara tu baada ya serikali kukamilisha usanifu, tutakwenda kuanza hatua za ujenzi mara moja. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba sasa swali langu namba 2 lipatiwe majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Shemdoe, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani kama ifuatavyo. Serikali imekamilisha usanifu wa barabara ya Mshangano Legele hadi Mletele kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami, ambapo shilingi bilioni 2.51 zitatumika kwa ajili ya ujenzi wa awali wa kilomita 5 wa barabara hiyo. Kwa sasa serikali itaendelea kutafuta fedha ili kuweza kutekeleza ujenzi wa barabara hiyo. Mheshimiwa Spika, aidha, wakati tunasubiri upatikanaji wa fedha katika mwaka 2025-26, barabara hiyo imetengewa shilingi milioni 20 kwa ajili ya kufanyiwa matengenezo ya kawaida. Kwenye mwaka wa fedha ujao, serikali imetenga milioni 250 kwa ajili ya matengenezo ya barabara hiyo kuhakikisha inapitika muda wote. Mheshimiwa Ngonyani. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza swali moja dogo la nyongeza lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Kabla ya kuuliza swali, Mheshimiwa Spika, naomba jina langu lisomeke Jacqueline Ngonyani Msongozi kwa maslahi ya wanaruvuma. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa barabara hii ya Mletele Mshangano ni barabara muhimu sana kwa ukuaji wa uchumi katika manispaa ya Songea, je, serikali inapochelewesha ujenzi wa barabara hii haioni kwamba inadumaza uchumi wa manispaa ya Songea? Swali B, barabara hii ni bypass ya kutoka kwa barabara ambayo inatumika barabara ya Mtwara Corridor. Kwa hiyo kutoka Mletele kwenda Mshangano kwenda Njombe ni barabara muhimu sana kwa ajili ya kuondoa msongamano wa magari katika barabara kuu hiyo. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba barabara hii inajengwa kwa haraka ili kuondoa changamoto hii iliyopo? Asante. Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi sana. Mheshimiwa Spika, serikali haicheleweshi ujenzi wa barabara hii ya Mshangano Legele Mletele, ndio maana imetenga fedha na ikaweka fedha na ikakamilisha usanifu wa barabara hii. Ni kwenda kuijenga barabara hii kwa awali kilomita 5 kwa kiwango cha lami. Na barabara hii pia tunatambua kwamba huwa inatumika kama bypass
kwenye barabara kuu ya Songea Tunduru. Sisi serikali mwaka ujao wa fedha tutakapotenga milioni 250, barabara hii itakuwa inapitika wakati wote na itaendelea kutimiza jukumu hili la kuwasaidia wananchi kama bypass wakati panapokuwa pamehitajika. Asante Engineer Johnston. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuweza kuuliza swali la nyongeza. Nilikuwa napenda kuuliza swali la nyongeza kuhusu barabara zangu za jimbo la Bukoba mjini. Barabara ya kutoka Chemba kwenda Rugambwa yenye urefu wa kilomita 1.4 na barabara ya kutoka Kashai kwenda Mgeza yenye kilomita 7.41 zitaanza kujengwa lini kwa kiwango cha lami kama ilivyoainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi? Asante. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, barabara hizi za Bukoba mjini zitaanza kujengwa kwa kiwango cha lami kama ambavyo imeainishwa kwenye ilani ya uchaguzi mara tu baada ya serikali kupata fedha na kutenga fedha kwa ajili ya shughuli hiyo. Asante Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Timothy Anyonyise Kawe. Nyakasangwe, Mtombezi pamoja na mto wa IPTL zimekuwa zikisombwa nyumba na kusababisha maafa. Je, ni lini kingo za mito hii mitatu zitajengwa ili kuepusha nyumba za wakazi wa jimbo la Kawe, maeneo ya kata ya Kawe, Mbezi, Bunju, Kunduchi, Wazo pamoja na Mbweni kuezuliwa na kusababisha maafa kwa wakazi wa maeneo hayo? Asante. Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Shemdoe, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Timothy Geoffrey Anyosisye, mbunge wa Kawe, kama ifuatavyo. Mto Mbezi ni mto muhimu jijini Dar es Salaam. Wakati wa msimu wa mvua huongezeka kina na mara nyingi husababisha mafuriko yanayoathiri miundombinu na makazi ya watu yaliyo kando ya kingo zake. Mheshimiwa Spika, kwa sasa serikali inakamilisha utaratibu wa kumpata mtaalamu mshauri atakayefanya kazi ya usanifu wa kina kwa lengo la kujua gharama halisi za ujenzi wa mto huo, ambapo baada ya gharama halisi kufahamika, serikali itatenga fedha kwa ajili ya kutekeleza ujenzi wa kingo za mto huo. Hata hivyo, serikali inatambua uwepo wa mto Nyakasangwe pamoja na mto IPCL. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, nimwelekeze meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mratibu wa mradi wa DMDP2 wapitie mito hiyo miwili iliyoongezeka kwenye swali la Mheshimiwa mbunge, waweze kuona uhalisia na sisi kama serikali tuone namna ya kwenda nalo. Mheshimiwa Mafue. Asante Mheshimiwa Spika. Hivi karibuni katika mto Kikafu lile daraja kumekuwa kukitokea ajali nyingi na kusababisha usumbufu mkubwa kwa watumiaji wa barabara ya Moshi Arusha. Lakini barabara pekee ambayo ni ya mchepuko na ya mbadala ni Bomang'ombe Chekimaji TPC ambayo inajengwa kilomita 3.5. Je, ni lini sasa serikali italeta fedha ya kumaliza barabara hii ili iweze kujengwa kwa kiwango cha lami na taa juu? Waziri. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa barabara ya Bomang'ombe Chekimaji TPC. Kama ambavyo imeainishwa kwenye mipango yetu, serikali itatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii kilomita 3.5 kwa kiwango cha lami mara tu baada ya fedha hizi kupatikana. Tunaendelea. Mheshimiwa Hija Hassan Hija, bunge ya Kiwani. Mheshimiwa Spika, kwa idhini yako naomba swali langu namba 4 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri.
Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniteua kuwa naibu waziri anayeshughulikia masuala ya afya TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hija Hassan Hija, mbunge wa Kiwani. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba kwenye vituo vya kutolea huduma za afya ya msingi vinavyoendelea kujengwa kote nchini. Aidha, katika kipindi cha miaka mitano, yani 2021-2022 hadi 2024-2025, serikali imetoa jumla ya bilioni 285.6 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba vikiwemo vifaa vya kujifungulia kwenye vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya msingi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025 mpaka 2026, serikali imetoa shilingi bilioni 32 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba kwenye vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya afya ya msingi, ambapo shilingi bilioni 6.9 imetolewa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba katika hospitali za halmashauri kote nchini. Mheshimiwa Hija. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, naomba nimuulize swali moja la nyongeza. Mwezi wa Novemba, Mheshimiwa Waziri Mkuu alifanya ziara kwenye hospitali moja hapa mjini Dodoma, na wananchi hususan wazazi walipongeza serikali kwa huduma nzuri za matibabu na dawa, lakini walilalamikia ukosefu wa mabeseni na ndoo kwa ajili ya wajawazito. Mheshimiwa Waziri Mkuu akaagiza jambo hili litatuliwe. Naomba kujua limefikia hatua gani? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Hija Hassan Hija. Mheshimiwa Spika, tunakumbuka ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye kituo chetu kile cha afya na akatoa maelekezo yale. Mheshimiwa Spika, maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ndiyo maelekezo ya serikali, nami kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, na waelekeza waganga wote wakuu wa mikoa, waganga wote madmo halmashauri kule na mamoi wetu waendelee kutekeleza majukumu hayo, waendelee kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maana kwamba sasa mambo ya vifaa kama mabeseni na ndoo visiwe vikwazo kwa mama zetu wanapoenda kujifungua katika hospitali zetu. Mheshimiwa Kiza Mayeye. Asante Mheshimiwa Spika. Nimemsikiliza Mheshimiwa Waziri na amesema Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo, lakini maelekezo haya mpaka tunavyozungumza huko kwenye vijiji Mheshimiwa Waziri, kuanzia sasa itakoma kwa wajawazito, kwa sababu Kigoma Kaskazini na maeneo mengine bado kina mama wanapeleka mabeseni na vifaa vingine. Asante Mheshimiwa Spika. Waziri. Mheshimiwa Spika, maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni maelekezo ya serikali, narudia, kwa maana ya kwamba halmashauri zote nchini tunatoa wito kwa wakurugenzi, waganga wakuu, madmo watekeleze maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maana maagizo hayo ndio maagizo ya serikali. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Juma Mustafa Kawamba. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Igalula niko tayari kupokea majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Juma Mustafa Kawamba, mbunge wa jimbo la Igalula, halmashauri ya Uyui, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, eneo la Igalula limekuwa na migogoro midogo ya wakulima na wafugaji, hususan katika maeneo ya kulishia mifugo. Aidha, migogoro hii imekuwa ikitatuliwa kupitia maridhiano ya mtu na mtu na hata kuwahusisha viongozi wa serikali kwa ajili ya kusimamia taratibu za fidia kwa hasara iliyojitokeza. Aidha, serikali imetenga jumla ya hekta 6226.92 katika vijiji 16 vilivyopo Igalula. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi na matumizi bora ya ardhi, ikiwa ni pamoja na kuainisha na kutenga maeneo maalum ya wakulima na wafugaji kwa ajili ya ustawi wa wakazi wa halmashauri ya wilaya ya Uyui. Pia serikali inatoa wito kwa viongozi ngazi ya mkoa, halmashauri kote nchini kuhakikisha wanatatua migogoro ya wakulima na wafugaji kwa wakati na kuweka utaratibu mzuri
wa matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Juma. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya wizara. Kwanza kabisa napenda niwapongeze kwa kazi nzuri ambazo wanaendelea kuzifanya, lakini nampongeza Mheshimiwa Rais. Wananchi wa jimbo la Igalula wanamshukuru kwenye chanjo ya ruzuku na kuondoa na utambuzi wa mifugo. Mheshimiwa Spika, na swali moja la nyongeza. Je, serikali na utaratibu gani wa kisheria na kiutendaji ili kuhakikisha sasa maeneo haya yaliyotengwa hayavamiwi na hayabadilishiwi matumizi ili kuweza kuepuka migogoro kati ya wakulima na wafugaji ndani ya jimbo la Igalula? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Juma Mustafa Kawamba, mbunge wa Igalula, halmashauri ya Uyui, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kumekuwa na sheria mbalimbali ambazo zimekuwa zikituguide na zimepitishwa na bunge lako tukufu. Sheria ya ardhi ya mwaka 1999, hii ilikuwa inatoa hati ya hakimiliki ya kimila, lakini kuna sheria ya ardhi ya namba 6 ya mwaka 2007 ambayo imeainisha mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji, lakini kuna maeneo ya kilimo, malisho na mifugo, yote yameainishwa katika sheria hii. Lakini sambamba na sheria hizi pia kuna sheria ya mwaka 2000, kuna sheria namba 287 ambayo imeonyesha halmashauri kutunga sheria ndogo. Kwa hiyo kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naziagiza halmashauri zote nchini zifatie sheria hizi, zifatishe na kuona zinatatua migogoro ya ardhi katika maeneo yao. Mheshimiwa Amos Maganga. Mheshimiwa Spika, awali ya yote kwanza nikushukuru kwa kunipa nafasi kuweza kuuliza swali la nyongeza.